eneo la Manditi ambapo tumejenga shule yetu ya kata ya sekondari inayoitwa Muungano Ruiko. Katika baadhi ya kata zetu ambazo zilikuwa hazina sekondari, hii ni moja kati ya kata ambayo ilikuwa haina sekondari. Lakini Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameweza kutupatia pesa zaidi ya milioni 560 ili tuweze kujenga shule ya sekondari katika kata yetu ya Ruiko. Katika kipindi hiki mvua zilichelewa na sisi tusingefanya maigizo ya kupanda miti alafu baada ya muda fulani miti iharibike. Ndio maana leo tunaona kwa kipindi hiki mvua zimeanza kuchanganya, ndio maana na sisi tunapanda miti ili tuweze kuendana na hali ya hewa. Tusingepanda miti mwezi wa pili, mvua ilikuwa kidogo inasuasua, na sisi tungefanya maigizo, na hatutegemei kufanya maigizo, lazima tufanye uhalisia. Na kama hivi unavyoona Mheshimiwa Msaidizi, tumepanda miti ya kutunza maji, tumepanda miti ya kivuli, na tunaendelea sasa program katika shule hii na taasisi zote za umma na binafsi kwamba tupande miti ya matunda, na katika shule yetu ya Muungano Ruiko tutapanda miti ya matunda ili tuweze kuhakikisha kwamba watoto wetu hawa wanapata matunda wanapokuwa katika shule yetu hii. Shule ina mazingira mazuri. Mheshimiwa Mstahiki Meya, hapa pana maji ya uhakika. Tumechimba kisima na kisima hiki ndio tunachotumia katika ujenzi wa shule hii. Na baada ya kumalizia shule hii, Mheshimiwa Mstahiki Meya, tutakuwa tuna maji ya kutosha, kwa hiyo watoto wataweza kunywa maji, wataweza kunawa, wataweza kuoga, wataweza kufanya chochote wanapokuwa katika shule hii. Mstahiki Meya, kuna jambo ambalo kidogo linasikitisha sana katika jamii zetu hizi. Sawa, sisi ni wakulima, lakini Mheshimiwa Mstahiki Meya, kuna baadhi ya jamii zimekuwa zikiharibu sana miti. Kuna jamii ambazo wao wanajipambanua kwamba ndio wakulima sana, tunawafahamu, lakini kuna jamii zinajipambanua kwamba wao ndio wafugaji sana, tunazifahamu. Mheshimiwa Mstahiki Meya, zimekuwa zikirudisha nyuma sana jitihada hizi za upandaji miti. Tunatumia nguvu kubwa kupanda miti kama tunavyofanya, lakini Mwenyezi Mungu baadhi ya miti ipo ameshaiweka yeye mwenyewe, lakini kuna baadhi ya jamii zimekuwa zikivuna miti kwa uharibifu mkubwa sana. Naomba nitoe rai ndugu zangu, kwa nyinyi ambao sawa mnajiona ni wakulima sana na wafugaji sana, basi tuonee huruma na sisi ambao tunatumia nguvu kubwa kuweza kupanda hii miti na kuitunza. Kwa niaba ya jamii na kwa niaba ya uongozi wa Uislamu, nikushukuru kwa kutuongoza katika ngazi ya upandaji miti. Jambo maelekezo mliotupa sisi tuwaahidi kwamba tutatekeleza. Bertram Jelekela, afisa mazingira wa halmashauri ya manispaa ya Songea. Leo katika halmashauri yetu ya manispaa ya Songea tumefanya uzinduzi wa upandaji miti katika shule ya sekondari Muungano, na hapa imepandwa miti 3000 na lengo la halmashauri ya kwetu manispaa ya Songea ni kupanda miti milioni 1.5 katika mwaka. Asante sana. Mimi kwa jina naitwa Shomari Kai Mnindi, ni mkazi wa mtaa wa Manditi. Kwanza tunafurahi sana kabisa kwa kitendo ambacho mkuu wa wilaya akishirikiana na madasi na afisa maliasili wa misitu kuja kushiriki zoezi la upandaji wa miti katika eneo letu la sekondari ya kata ya Ruiko. Kwa hiyo tunafurahi sana kwa sababu kupanda kwa miti ni kuleta hali ya hewa kuwa nzuri, kuondokana na hewa ya ukaa. Kwa hiyo kupanda miti huku kumetusaidia sisi kuleta mazingira, kuweka mazingira kuwa mazuri zaidi katika eneo letu la sekondari. Mimi naitwa Devota John Temba, ni mkazi wa mtaa wa Manditi, kata ya Ruiko. Yaani kwa zoezi la kupanda miti tunashukuru sana, hii mazingira yatakuwa mazuri tena kwa sisi wananchi wa Manditi na kata ya Ruiko. Tutafurahia sana kwa sababu hii shule ya kata ya Ruiko inatuletea hata sisi wazazi kufurahia watoto kusoma vizuri, na huu upandaji miti mazingira yatakuwa mazuri sana na kitaani watoto watakuwa mahali pazuri sana. Nashukuru sana kwa uongozi na tunamshukuru Mama Samia kwa kutuletea hili jengo na watoto wetu watasoma hapa. Hii miti tutaitunza vizuri na itaendelea vizuri.